haya yanayokukuta yote ni kutokana na upuuzi wako mwenyewe. Hivi hizi lawama ni za nini? Na nikwambie, kuanzia leo sihitaji kukuona katika mji huu ukiwa umelewa. Ukiniona kama nimelewa, sijaelewa. Roho niko makini, yani nipo strong. Nilikuwa nasema strong. Umeelewa? Mimi hapa nachotaka ni haki yangu. Haki yangu na watoto wangu. Hii mali sio ya babako peke yako. Sasa sikiliza nikwambie. Hapa ulipokuja haki yako wewe hakuna, wala ya hayo makinda yako hakuna. Haki ulioichagua wewe ni kwenda kurithi hayo matunguli. Sasa nenda wewe pamoja na watoto wako, muende mkarithi hizo tunguli zenu, mkafanyie kazi, na huo ndio utakuwa urithi wenu. Nisikilize. Wewe unajikuta kama una akili sana kuliko sisi. Kumbe wewe ndio taila. Unajaribu kubadilisha mazingira, unaboresha ili mali useme ulitumia gharama zako. Bado hujafanya kitu. Itabaki kuwa mali ya baba yetu. Na yeye mwenyewe baba yetu alilisi viwanja kwa wazee wetu, umeelewa? Kwa hiyo mali sio ya kwako. Wewe hujui mimi ni nani, umeelewa? Na ndio maana unafanya vitu ambavyo wewe kwa maamuzi yako. Sasa nimekuja kamili. Wewe ni hapa ama zako ama zangu. Unielewa? Mali yangu naitaka, nataka haki yangu. Na ukikataa, wewe hii afekipa afebeka. Unielewa? Nitakutoa roho kabla jua lijazama. Sikiliza nikwambie. Mimi sitishiwi nyau. Na hilo ninalokuambia naomba ulizingatie. Sitishiwi nyau. Ondoka. Hivi unanielewa kama unanichanganya? Hivi kaka, hicho ambacho unachokifanya unakiona ni kizuri? Si tupo kwa ajili ya kuwasaidia watu na sio kuloga watu. Wewe kwa nini unafanya hivyo sasa? Nisikilize nikwambie wewe. Kichwa changu kinafanya kazi vizuri. Nina akili, natumia akili. Sijui unanielewa? Nafanya haya yote kwa sababu tupate mahitaji ya msingi humu ndani. Unatakiwa hule, unatakiwa uvae. Lakini vile vile kuna dawa ambazo hautakiwi kwenda kuzichimba, unatakiwa ukazinunue. Utazinunua na nini? Haya, humo ndani tutakula hiyo mizizi tunayochimba kila siku. Nafanya hivi ili tupate pesa. Sijui unanielewa? Karibuni. Poleni sana.
Pole sana shangazi kwa mambo anayofanya baba, kung'ang'ania mali peke yake ingawa mko wawili. Hata mimi ile jambo nishaongea naye sana tu, haachie mali ili kusudi muweze kugawana wote sawa, lakini mimi hanielewi. Nisikilize kaka, mimi simtibii mtu yoyote kwa sababu wewe ndio umewaloga. Mimi nawatibiaje? Inamaanisha wewe uliowaloga unajua dawa yao ni ipi. Kwa hiyo mimi sishiriki chochote kile. Hivyo basi, nenda kawatibie. Wewe unaleta masiara, si ndio? Kama mdomo katakuponza. Hai, ndani kawatibie. Ndani. Yaani namsikitikia, yaani atakayomkuta. Sijui ataenda kwa mganga gani yani. Yaani umwambie babako ameingia choo cha kike. Mimi huwa nikifanya jambo langu huwa sirudi nyuma. Umenielewa? Hujui kiasi gani moyo unaniuma. Nitafanya ninachojua. Ongea naye babako, mueleze, lakini asiposikia nitahakikisha ndachokifanya tunamalizana. Lakini sio wote. Ayo chifu wala msukule. Tumepoteza muda bure tu hapa. Hebu tuondoke. Nisikilize nikwambie. Mimi sijawahi kukosea hata siku na moja. Nikisema kitu namaanisha kile ninachokisema. Sasa nisikilize. Wewe umekuwa na haraka mheshimiwa. Kwa macho ya kawaida haya uwezi ukaona hata siku na moja. Umenielewa? Natakiwa nifanye kitu ili uende ukashuhudie mwenyewe. Unaweza ukaenda. Nenda nyumbani au? Nenda ukaone kile nilichokuwa nakwambia ambacho hujakiona wewe. Rudi nenda ndani ukaone. Chifu tipasile.
Umeona eh? Nimeona. Nitolee uchawi wako. Sitaki tena kuona hivi vitu nilivyoviona. Siku nyingine unapoelekezwa jambo unatakiwa usikilize kwa umakini na sio kubisha. Mtaa wako umevurugwa tena sana. Tayari eh? Tunaweza tukaondoka. Tuondoke. Wewe. Njoo. Vipi na hii minguu ya shule unaenda nayo wapi? Kaka, hata kama kusoma ujui, hata picha uone. Haya mavazi ya shule. Na maanisha naenda shule. Hapo ambacho ukijui ni nini sasa? Hivyo kichwani kwako zimo kweli wewe? Wewe unataka tugombane mpaka lini? Kipesile, tuna vitu vingi vya kufanya. Tuna mambo mengi ya kufanya. Wagonjwa wako hapo wanasubiri tiba, alafu wewe umejivisha madude yako haya, unaenda shuleni kutafuta nini? Tuseme basi maarifa. Wewe hapo ulipo una maarifa? Nisikilize nikwambie dogo. Elimu ulionayo ya kuwasaidia wagonjwa inakutosha. Unachotakiwa kukifanya wewe ni kuhudumia wagonjwa na sio kuvaa mijitu yako ya ajabu ajabu hii. Sasa nisikilize naongea. Rudi ndani, badilisha hizo nguo, nenda kilingeni. Tumeelewana? Lakini kaka, sitaki lakini wala bibi yake lakini. Choma ndani. Choma ndani. Shaja. Poa mzima. Mimi mzima. Unajua hapo unaweza kwa labda una muda tukaongea naye. Sasa niwaambie. Baba yangu kasema ndio Matatu. Nataka niwakimbize. vipi? Oneni. Vipi? Hapana, sasa hivi nina kazi. Vipi lakini umekula? Hapana. Basi fresh, mimi ndakunywa chai, nikitoka kuna kitu nataka nije nikwambie class. Sawa, baadaye. Vipi? Mbona umesimama? Umeniwekea kizio mbele ndio maana nimesimama. Pita. Pendola, na bebea, pendola, 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 na bebea, pendola, 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 na kukumbuka. Sawa. Twende kazi. Safi. Simama juu. Sasa zoezi linalofuata sasa hivi la kuingia ndani ya mti.
tumefanya hivi, najua lote hili ili wewe uweze kuwa na nguvu kuliko jua, kuliko moto, kuliko hata maji. Nguvu yako sasa ni kubwa kuliko unavyofikiria wewe. Wewe sio wa kawaida tena. Umenielewa? Ndiyo. Ndugu zako walikuleta kwangu ili wakutibie. Baada ya kuwa umetibiwa, wakaamua kukutelekeza. Yaani wamejisaulisha kabisa kama wana mtoto umemleta. Sasa mimi nakuchukua wewe kama sehemu ya familia yangu. Wewe kuanzia sasa ni familia yangu. Yaani kile ninachokifanya mimi utakifanya wewe. Ninatumaini kila kitu nimekufunza vizuri vilivyo. Ila tu bado kitu kimoja. Natakiwa nikufundishe kuwa na roho ngumu. Uwe na roho ya jabali. Roho isiyoteteleka. Roho yenye misimamo, ukiamua jambo lako umeamua. Ulikuwa unaongea nini naye? Emo ndo nani? Umjui sio? Simjui. Sasa kuanzia leo sitaki nikakuona unaongea naye. So naambia